Haya ni mambo matano ambayo unatakiwa kuzingatia mwaka huu. Kitu cha kwanza, anzia pale ulipoishia mwaka jana. Yatambue mapungufu yako yote na jitahidi usiyarudie. Yajue makosa yako uliyofanya mwaka jana na uyarekebishe. Kitu cha pili, fahamu ubora wako ulikuwa kwenye eneo gani mwaka jana, na endelea kushikilia ubora huo kwenye eneo hilo. Ukiweza kuutanua huo ubora ukaenda kwenye maeneo mengine, fanya hivyo. Huna haja ya kubadilisha kitu kinachofanya kazi vizuri. Kitu cha tatu cha kuzingatia ni kwamba sio lazima kuwa na malengo mapya kila mwaka. Kwanza jitathmini, hayo malengo ya mwaka jana na mwaka juzi na mwaka uliotangulia ulishayatimiza? Kama bado, kwa nini usikamilishe hayo kwanza? Na mara nyingine kuto kukamilisha malengo ndani ya mwaka sio tatizo sana, kwa sababu baadhi ya malengo yanahitaji muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja. Kitu cha nne unatakiwa kuzingatia, usiweke malengo kwa mihemko, kwa sababu nguvu ya mihemko inaweza ikakuongoza kuweka malengo ambayo ni makubwa sana na hayaendani na uhalisia wa maisha yako, uwezo wako na rasilimali ulizonazo. Na kitu cha tano muhimu sana, usiige malengo ya mtu mwingine. Kila mtu ana mahitaji, upeo na mitazamo inayoendana na maisha yake na hatua alizofikia. Weka yako, timiza ya kwako.